Mnyama Simba ameacha simanzi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, dakika 90, 2-2, alama moja, michezo minne. Haijawahi kutokea kwa mnyama Simba kwenye hii miaka ya karibuni, kutoka utawala wa Benjamin Mkapa mpaka hali ya huruma. Wile, Simba yako ugonjwa ni upi, na huo ugonjwa dawa yake ni ipi? Ugonjwa wa Simba huu kwanza tunaweza tukasema kwamba mipango ya Mwenyezi Mungu haiwezi kubadilika kwa sala ya siku moja. Sisi tulikuwa tunaomba, pengine tunaweza tukasema Mwenyezi Mungu labda alisema kwamba Simba msimu huu mbakia hapa kwa sababu ukiangalia wamecheza vizuri, wachezaji wamepambana, wameenda wamepata magoli mawili. Mimi mwenyewe tu, hata kama hii timu haihitaji kocha ambaye kidogo ana leseni kubwa labda ya kafu au daraja A au daraja la UEFA Pro, mimi nadhani pale ambako walipata goli mbili, angalia wapinzani namna ambavyo walikuwa wanakuja kwenye goli la Simba. Simba baada ya kuumia kiungo wetu Mkata Shombo katikati pale, Kagoma baada ya kutoka akaingia na Kamara pia naye kiwalisia sio kiungo mkabaji, ni kama mchezeshaji alivyokuwa kiungo mwingine Kante ni kiungo mzito sana, kwa hiyo kwenye kuchezesha anakuwa na faida zaidi. Kwa hiyo mimi nadhani kocha pale angejaribu kupaki basi. Kama tulikuwa hatuna mabeki wengine wa kuongezea ulinzi, basi timu asingekuwa anaipeleka iende kushambulia. Kwa hiyo tungeweza kulinda hichi kilichokuwepo, tungeweza pengine kufanikiwa kuvuna alama 3 kama sio hii alama moja ambayo tumeenda kuipata leo. Ni matokeo ya kuumiza na kukatisha tamaa sana. Simba Sport Club hapa Benjamin Mkapa ambako alikuwa anakusanya pointi na kwenda na kufanya maajabu makubwa, leo hii Benjamin Mkapa imeenda kutusaliti. Matokeo ya kuumiza na kukatisha tamaa yanaenda kutokea hapa tulipofikia. Tunaweza tukasema Simba bye bye. Issue ambayo mimi nimeiona nadhani ni kukosekana kwa muunganiko tu wa timu, kwa sababu wachezaji hawa wapya wamekuja muda mfupi, hawana muda mwingi kiwanjani. Kwa hiyo unaona moja kwa moja ule muunganiko wa timu, lakini timu nzuri Simba tuko nayo, lakini timu hii inahitaji muda. Hasa ule muda ambao tulikuwa tunahitajika, kuna mashindano makubwa mbele yetu ambayo ndio unaona yanatukost. Kila mechi ambayo inakuja kwetu inaonekana ni mechi kubwa na ni mechi ambayo Simba tunaweza tukawini, tunaendelea kubomoka magoli mawili alafu mpira unaisha goli 2-2. Matokeo ya kuumiza sana. Mashabiki wenzako na wanachama hapa wametaka kuondoka na kichwa cha mwenyekiti Murtaza Mangungu. Isingekuwa vyombo vya usalama, saa hizi Mangungu ingekuwa amevamiwa kwenye mwili na wanachama wa Simba. Kwa nini Simba ikipata shida ya uwanjani ya kimatokeo, wanachama nyinyi na mashabiki nyinyi huaga mnaona hapa kuangukia ni kwa Murtaza Mangungu? Kosa la Mangungu kwenye matokeo ya uwanjani ya Simba yeye anahusikaje? Mimi nadhani mashabiki wa Simba inatakiwa tulielewe sana. Yule Mangungu kwanza wanampiga mtu ambaye tuseme sijui hana nguvu. Mangungu wanaweza kumpiga ni kwa sababu sisi mashabiki ni rahisi kumfikia. Kama Simba Sport Club ina shida na matokeo ya uwanjani, kwanza mtu wa kupiga basi ni kule kwa tajiri. Sio, umeelewa? Maana Mvagemo yeye ndo anahusika na usajili ule, upande wa upande wa wadhamini ndio upande wa kupiga. Mangungu imekuwa rahisi sababu ni mwenyekiti wa sisi huku kwa upande wa mashabiki, lakini sehemu ambayo anatakiwa apigwe kwa matokeo kwa usajili mbovu ni kule kwenye upande wa naniu. Sio, umeelewa? Sio Simba kwamba ina shida, haina shida kwenye upande wa viongozi. Ina shida, lakini shida iliyopo kwa uongozi ni ndogo sana. Shida kubwa ya Simba ipo kwenye pichi. Leo hii Mangungu huyu mnamwataki kila wakati. Anasema Simba timu yenu hii itaenda kuwini mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ya tatu, mechi ya nne, kwamba yeye kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya Simba isiende kuwini. Kwa hiyo issue kubwa ya Simba sio kwenye uongozi, pia kwenye pichi ndio kuna shida kubwa ambayo haiwezi kutibika kwa haraka bila muda. Sio, umeelewa? Kwa hiyo shida kubwa sio kwa upande wa Mangungu. Mangungu anaweza kusema leo Simba yenu hii hapa. Unafikiri yule mbaba wa watu leo goli mbili zile alikuwa shangilia jukwani? Alikuwa anashangilia, lakini wachezaji wameenda kumwangusha. Pengine Simba sasa hivi tunaongea tuna alama moja, ilikuwa pengine hata hii moja tuikose. Nabi Kamasi ameenda kufanya faulu pale kwenye eneo la 18, ametoka na mtu mbali, ametembea naye kilomita nyingi sana mpaka anampeleka kwenye box. Mangungu alikuwa anahusika wapi pale? Goli mbili ambazo Simba tumefungwa, Mangungu alikuwa anahusikaje pale? Marking mbovu ya mabeki, beki anashindwa kukaa man to man, anaenda kukaba ukabaji wa kizamani wa kurudi nyuma, unamsogeza mtu mpaka kwenye box. Mangungu anahusikaje kwenye hayo matokeo? Shida kubwa ya Simba sio kwa upande wa Mangungu. Mangungu imekuwa ni rahisi tu yule mbaba kumpiga kwa sababu yuko kwenye upande wa wanachama. Kama Simba ina shida uwanjani, wachezaji wabovu wapigwe Mo ambaye ndio bosi anatoa hela usajili na ule upande wa bodi ya wadhamini ile. Huyu kwa Mangungu imekuwa ni rahisi tu sisi kwa sababu pengine wanaogopa bosi atasusa. Bosi anasemaga anuniwe, pengine labda wanakiogopa, lakini kwa Mangungu mimi kwenye mechi ya leo hii hapana, mimi lawama zote nazipeleka kwa wachezaji wenyewe kwa sababu timu inaongoza goli mbili. Yaani ni timu yenyewe na benchi lake la ufundi kwa pamoja. Timu wachezaji wamekosa uwajibikaji kiwanjani, kocha na yeye ameshindwa kujua na uhatari wa wale kwamba timu yangu mimi haina muunganiko. Kwa hiyo moja kwa moja hapa ni wajazie watu au tusishambulie sana, tunaanzia kukabia kwetu. Acha kwao wacheze.
Kwa hiyo ndio ilikuwa shida ya Simba Sport Club, lakini shida ya Simba sio kwa upande wa Mangungu. Benchi la ufundi na wachezaji wenyewe ndio wamekosa kutuinua leo. Tunakuwa tuna fly ya muda mfupi. Goli mbili tuliamini kabisa hivyo. Mimi mwenyewe goli la kwanza sikushangilia kwa sababu niliangalia performance ya kiwanjani, lakini goli la pili lilinipa nguvu. Kwa mimi na jamaa hata kama watapata goli, imetokea mistake, Kante anatoa pass kwa kipa. Mangungu pale alikuwa wapi? Mangungu alihusikaje pale? Kwa hiyo shida Simba wanamtoa Mangungu kama sadaka, kama ambavyo walimtoa mbuzi wa kafara yule kocha wetu Dimitri Pativ. Hakuwa na kosa lolote. Shida ni kwa wenyewe wao. Kwa hiyo ndio ishu kubwa ambayo mimi nimeiona kiwanjani. Shukrani sana kwa muda wako.